umepata mwalimu wapi au ni mapenzi yako tu kwa Tanzania? Mimi ujue mtu wa football, na ukiona ngoma wenye ngoma ndio sisi, na ukiangalia duniani wenye mpira wao ni FIFA. Utakiwi tena tujaji kwamba alipata labda ile nafasi sijui kwa staili gani, mradi kwa mafifa amemuizinisha. Sisi tunakuwa tuko nao sisi watu wa football. Hata ukiangalia sio yeye peke yake, kuna ule dada mmoja na kuna wale Skaria, wote nao wamepata hiyo nafasi. Kwa hiyo ni jambo la faraja, jambo la heri. Sisi wote ni watu wa mpira wa miguu, ndio starehe yetu. Kwa mfano kama mimi sina starehe yote zaidi ya football, ndio starehe yangu, na kushiriki ibada tukakaa. Nakujua. Chumvi ya mawe. Unamzungumziaje sasa rais wa Yanga kwa kupata hiyo position? Ni jambo la faraja na ni jambo la heri kwake mwenyewe binafsi. Amepambana kadiri ya uwezo wake ndio ilipofikia. Ni jambo kwa kweli la kumpongeza, na ukiangalia kila mtu anataka nafasi yake ipate, lakini ikifika wakati utafanikiwa kuipata. Nampongeza kwa hichi ambacho alichokifanya na hichi alichokipata. Maana hii ni nafasi kubwa, bila shaka inaongeza uzoefu katika karia yake ya mpira. Uoni pia kwenye uongozi wake kama itawasumbua nyinyi sasa wapinzani wake, kwa sababu atakuwa anapata experience kutoka kwa viongozi wakubwa FIFA, anakutana na watu wengi. Kama juzi tu alikuwa Roma, Italy, alipata mwaliko wa rais wa PSG ambaye pia ni mwenyekiti wa vilabu barani Ulaya. Uone experience, uzoefu anaupata, kama utazidi kuwaletea shida kama wapinzani sasa tukirudi huku ndani? Shida inakuwa ngumu kuwa kwenye shida, kwa sababu hili ni swala la kififa, na kama ni mjumbe wa vilabu kwamba kusema kwamba shida kwenye ligi yetu itakuwa kila timu ujue na stili yake jinsi inavyoandaa mazingira kupata matokeo na kuwaletea wachezaji iliyokuwa nayo. Kwa hiyo kwenye mpira wetu iko tofauti na yeye cheo chake jisikilivu. Cheo chake ni rais wa mjumbe, yani ni mjumbe wa vilabu barani kwenye FIFA. Kwa hiyo ni kama mjumbe hii kwenye vilabu haitoleta shida, ni jambo la kawaida tu katika mchezo wa mpira miguu. Ni kumpongeza kwa hiyo hatua ambayo aliyoifikia. Hata mimi chumvi ya mawe vile vile natamani vile vile niwe shabiki bora vile vile FIFA nao wanitambue. Simba Ulaya huyo. Kwa hiyo ni jambo la heri. Kwa hiyo ni jambo kwa kweli la kumpongeza. Alisumbui ligi yetu mwenyewe, unafikiri ukiangalia labda sana kule FIFA alikokwenda sana ajitahidi labda kuwa karibu na labda na TFF na bodi ya ligi, tuboreshe labda viwanja vyetu. Nafikiri vingi vimekuwa havina ile quality ya kupiga mipasi mingi ambayo kana kwamba mimi napenda kufarijika. Viwanja vingi vinakuwa kama kile sani cha kukanga bisi ile muda mwingi kinaruka. Juzi ikawaje tena mkapigwa 4? Chumvi ya mawe hapa tumekuja kwenye swala lingine tena. Unaleta tena kwenye swala hilo la ubaya bwela. Hilo tuliacha. Hapa tumekuja kwenye mambo mengine bwana. Tunaenda kwenye ligi ya mabingwa mkondo wa pili, kwa hiyo watu wangepata feedback kidogo. Hiyo kama kwa vile chumvi ya mawe wewe, mimi nakujua ndugu yangu. Unaga baya na mimi ukiniuliza swali nataka nikujibu japo hapa sio sehemu yake sahihi. Nitakujibu. Tulicheza nao mechi ya kwanza tulipata 2-1, mechi ya pili tumefungwa 4-1, na kama ulivyokuwa unajua tena ukinunua panga kali au kisikikali lazima ukatesti kwenye mpingo au kwenye chuma. So unanunua panga kali kisikikali unaenda kutesti ndio kwenye mpapai, hapo na kwa hujafanikiwa. Chumvi ya mawe ni kipimo tosha. Testi kwenye mpapai hiyo sasa unasema wewe chumvi ya mawe. Good, mbona unacheka sana? Kwa umefurahi sana kusikia matokeo ya Mnyama Simba Sports. Leo kwa sababu tuko kwenye jambo la president, mwakilishi wa FIFA nchini Tanzania. Wacha tumzungumzie rais wa FIFA, yani mwakilishi wa FIFA Tanzania, si ndio? Jumbe. Lakini ili swala lao kukandwa tuliache. Sababu ndugu yangu anaweza nikamkwaza akashindwa kuendelea na shughuli. Kwa karibu sina kukaribisha kama mashabiki wa FIFA ambao tumefurahi sana kiongozi wetu kupata nyadhifa kubwa, lakini kama Mtanzania mwenzetu, kama mwandamizi kwenye football ya nchi hii, kupata nafasi kwenye FIFA ni kiasi kwamba na sisi mpira wetu saizi unatambulika duniani na viongozi wetu wanatambulika duniani, kwa maana sio watu wabaya, watu wanaongoza mpira vizuri. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kufurahia tukio la leo na kuwakaribisha ndugu yetu. Ukaonyesha uungwana na uungwana. Tumewalika watu, wataendelea kuwasili. Na uzuri peji ya Yanga imealika kila mpenda mpira, si ndio? Inawezekana huyu bwana usijue labda akatumwa message, lakini inawezekana pia kaona kwenye peji akasema hapana, siwezi kuacha kwa sababu yeye ni mtu wa mpira kaja. Na sisi tutawapokea watu wote wa football. Na Godi kazi hapo. Kuna watu walikuja tuliwaalika tu vizuri kwenye iftari, watu wakaleta maneno. Huyu amekuja
kama mdau wa mpira, kwa sababu inaweza ikaenda mitandaoni ikaonekana sasa huyu baba bwana anashirikiana na Yanga, huyu amekuja kwenye shughuli ya mjumbe. Ingekuwa nini usingeniona? Hili jambo la football. Hili jambo la football. Kwenye view kumi usingeniona. Mimi mtu wa football nimekuja kwa ajili ya mpira tu basi. Pasi nyingi. Shamba elewi. Shamba elewi. Mkurugenzi. Tupokee mkurugenzi. Pasi. Kwenye view kuonekana. Supu. Asante. Na bibi. Mike yangu umepeleka wapi? Sasa hivi. Wanavala. Shika mic mzee. Ya Young Africans, lakini pia sasa hivi tunaona amepata nafasi ya ujumbe ndani ya FIFA kule katika kamati za mashindano ya timu za wanaume. Kitu gani ambacho unaweza kumwambia? Amepata nafasi kubwa kwenye shirikisho la mpira barani duniani kote FIFA. Acha kwanza nimpongeze kwa sababu anatoa mwanga kwa vijana wengine ambao wako kwenye tasnia hii ya mpira, kuhakikisha kwamba yeye anakuwa kama kioo, na tunafahamu kwamba amekuwa ni kiongozi wa Yanga kwa muda mrefu kidogo. Ameendelea kufanya vizuri, kujaribu kama ambavyo watu wengine wanafanya. Kwa hiyo kwanza tumpongeze kwa hicho ambacho wamekipata. Nafikiri ana uwezo wa kufika mbali zaidi kwa sababu ni mtu ambaye anaonekana anajua football vizuri, bado ni kijana, umri unamruhusu. Kwa hiyo mimi nimtakie kila laheri na tunaamini atafika mbali zaidi kwa hiki ambacho amekipata. Pengine baada ya miaka michache ijayo utasikia anaweza kuwa na cheo kingine, kwa sababu ni mtu pia ambaye anajitambua, mtu ambaye anaweza kuzungumza mbele za watu, anaweza kujielezea na akafanya kitu ambacho watu wengi anaweza kuona kama ni kigumu. Kwa hiyo sina shaka na utendaji wake. Naamini bado anaweza na nafasi hivyo. Tumuombe heri, awe na afya njema, nafikiri anaweza kufanya makubwa zaidi. Ndio, tupe moment ambayo ni mtu ambaye unafanya naye kazi. Moment ambayo kuna kipindi uliwahi kwenda kufundisha timu za wanaume na uliwahi kuandika sehemu, ni mtu ambaye alionekana kuamini katika uwezo wako na kuweza kukupa nafasi hiyo. Tupo moment nyingine ambayo unaikumbuka kama rais wako engineer. Kitu pekee ambacho naweza kusema na ilikuwa ni jambo zuri na jambo la historia kwangu ni yeye kunipa nafasi kwenda kufanya kazi kwenye timu ya wanaume. Ilikuwa ni kitu kikubwa kwangu mimi na nimshukuru. Wote siku zote nimekuwa nikisema kwamba niliandika sehemu kwamba huyu ni kijana ambaye alitimiza ndoto za kijana mwenzie. Kwa hiyo nafikiri uwepo wake Yanga kunipa nafasi kama ile kwangu mimi ni historia na kitu kikubwa sana ambacho siwezi kukisahau, na nafikiri ndio kitu ambacho mwenyewe, kwa sababu nilienda kuomba na akaniahidi kwamba angefanya hivyo. Kwa hiyo ni mtu ambaye mara nyingi akiahidi kitu anafanya. Lakini nizungumze tu kwamba engineer ni mtu ambaye ana mapenzi na watu wengi, anazungumza nao vizuri, marafiki wengi, lakini kiongozi ambaye anapenda watu wanaofanya kazi. Yaani kama ufanye kazi vizuri basi hawezi kuwa rafiki yako na hawezi kufeva kwa chochote, kwa sababu yeye ni rais wa klabu. Anaamini kwamba kuwasimamia watu vizuri ni kuwasimamia pia waweze kufanya kazi yake vizuri, kwa sababu it's not a game, it's a rich thing.